Lakini ndugu yetu huyu anauliza asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema na swali mawili kwa shekhe. Swali langu la kwanza, ikiwa mume alimwambia mke ukifanya jambo fulani ndio talaka yako, mke akalifanya lile jambo, je, ile talaka imepita? Alhamdulillah, inatakiwa mwanamke kama mume wake kasema usifanye kitu fulani ni talaka yako, yeye asifanye ubishi, asifanye ili asiingize katika ndoa yenu katika hatari. Ya pili, na mume yeye kila nakasirika yeye asitangulie usifanye hivi ushakuacha, na hii kuweka hii ni sio sahihi. Sote agobe Mungu. Kama yeye mume ka panic kabata hasira, mwanamke anatakiwa na yeye ajizuie ili isiingie katika siwa hapa. Sivyo wanatafuta solution, wakati kabla kufika hii hatari natakiwa mmoja wao akatoa amri usifanye hivi, yeye asifanye, ilikuwa imeshakuisha, hili hakuna tatizo. Lakini shida ni watu inadi, wanafanya inadi. Huyu kama kapandisha, wewe shuka. Mwanamke anapandisha, wewe mume shuka. Hii maisha inaenda hivi. Walikuwa wamekhtalafiana, wengine wanasema kama amesema hivi, kama amefanya kitu fulani na wewe sio mke wangu, ushakuba talaka. Sharia inasema ni, baadhi ya ulama wanasema ni talaka hii. Ndio talaq al-muallaq. Wako ulama wanasema pana, na yaqul Ibn Abbas na Aisha. Inategemeana, tumuulize yeye, wewe ulikuwa unamwambia kama utafanya hivi shakuba talaka, je, ulikuwa unakusudia unamtisha au ulikuwa unakusudia ni kukupa talaka kabisa? Kama mimi nakusudia ni kukupa talaka kabisa, ilikuwa talaka. Kama amesema hapana, mimi ilikuwa namtisha tu ili asifanye kitu, nia yangu ilikuwa ni kumtisha. Ibn Abbas na Aisha na wasahaba wengine wanaona hii ni kafara yamin, ni itabadilika, sio talaka, itakuwa kafara. Ima tafunga siku 3 au atamlisha maskini 10 au atamba mavazi maskini 10, yani itabadilika kafara yamin badala ya talaka. Kwa sharti ilikuwa yeye nia yake sio kumaacha, nia yake ilikuwa kumtisha. Hii kauli wa sahaba wengine wanaona ni itakuwa kiapo, sio talaka, na mimi nakubali kauli hii. Wallahu a'lam.